Wapendwa ndugu zangu, wana sekretarieti ya Baraza la Maaskofu Tanzania, kwanza niwapongeze kwa uamuzi mliochukua wa kuadhimisha ibada hii kumwombea ndugu yetu na baba yetu Askofu Bernardini Mfumbusa. Hizi habari tumezisikia jana muda wa asubuhi tu, lakini nimekuwa wa kwanza kuguswa na kuadhimisha ibada hii. Ni jambo zuri, jambo la imani kumwombea, kwa sababu tunafahamu hakuna aliye mkamilifu ila Mungu peke yake. Kwa hivi tunamwombea ili Mungu amsamehe kwa kila kosa, doa alokuwa nalo, na apate kupokelewa katika makao yake ya milele. Kwa hiyo nawapeni pole ninyi watendaji wa baraza, lakini tunawapa pole rais wa baraza, madhama na maaskofu wote. Lakini listi hiyo ni ndefu ya kusema pole, kwa sababu ya historia ya baba Askofu Mfumbusa. Mimi binafsi nimeanza kumsikia akiwa anafundisha kule chuo kikuu cha Sauti, mhadhiri maarufu. Baadaye tumefahamiana kwenye baraza hapa. Kwa hivyo naweza kuwapa pole wana Sauti, kwa sababu ndio walimtunza na kumwezesha hata kufahamika. Na alipoingia kwenye baraza, basi ameteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Kondoa, jimbo jipya. Kuanza kitu kipya sio rahisi, lakini alifanya hivyo kwa majitoleo makubwa kwa kweli. Kwa hivyo tunawapa pole wana jimbo wote wa Kondoa, lakini ameshakuwa msimamizi wa jimbo kuu la Dodoma pia. Kwa hiyo tunawapa pole jimbo kuu la Dodoma. Lakini humu ndani kwenye baraza, kwenye secretariat, ninyi wanahabari mnajua kwamba yeye alikuwa mwenyekiti wa hiyo tume yenu ya baraza hapa ya mawasiliano. Kwa hivyo ni mtu alijulikana kwa kweli kwa njia hiyo sana. Lakini kwa hiyo nawapa pole wana tume yetu ya mawasiliano. Lakini baba huyu alikuwa maarufu sana, kwa vile kila mahali tukienda kwenye mikutano yetu hii mikubwa unakuta ameteuliwa kwamba yeye ndiye msemaji wa mambo ya mawasiliano. Kwa hivi nafahamu kwamba alikuwa mmoja kati ya wanabaraza la chuo kikuu cha Kuea cha Afrika Mashariki. Kwa hiyo nafikisha hizi pole kwa chuo kikuu kule Nairobi. Lakini alikuwa, yani mimi na yeye tulikuwa karibu, kwa sababu mimi nipo kwenye halmashauri kuu ya MESEA kule Nairobi, na mara nyingi huwezi kupatikana muda wote, yani kila mara uende kwenye mikutano. Yeye ndiye alikuwa ananiwakilisha, na muomba tu mara moja na anaitikia mara moja, anaenda kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo jana nimeona kwenye mitandao
wa kwetu wa AMESEA kwamba wanasikitika sana kwa kweli. Baba Makunde, Father Makunde, unajua ndiye katibu mkuu na rais wetu wa baraza halmashauri hiyo ni Bishop Kasonde kutoka kule Zambia. Kwa hivi yeye amepeleka ujumbe maalum sana kwa sababu anasema ni mtu tunayemfahamu, ni mtu aliyechapa kazi na sisi. Kwa hivi kwenye upande wa mawasiliano Afrika na alikuwa na cheo, kwa hiyo nawafikisha hizo pole kwa wao pia, kwa AMESEA, lakini kwa hiyo kamati ya Afrika ya mawasiliano. Na hivi majuzi tu, nadhani si zaidi ya wiki mbili zilizopita, aliteuliwa na Baba Mtakatifu kuwa mshauri wake wa mambo ya mawasiliano, kitu ambacho hata hajaanza kazi. Basi baba huyu Mungu ameamua kumchukua kwake. Tunamfahamu hapa kwamba alikuwa ni mchapakazi, yani muda wote yeye anafikiria kazi muda wote, kiasi kwamba hata ratiba yake, tukiwa hapa, ratiba yake tunaweza tukasema baba yuko wapi yule? Baba yuko, kumbe yuko kazini. Anachapa kazi kwa sababu kazi zimemzidi, kwa hiyo lazima utafute muda wa pembeni. Wakati mwingine anaonekana kama amekacha mkutano wa kwetu, lakini yupo kazini. Na katika kuongea na watu mbalimbali hapa, masista jana tu wameniambia baba yule mpaka umkazanie yale, yani atafute muda wa kula. Kwa hiyo akija hapa wala haonekani sana kwa sababu yupo kazini, chumbani kwake kazini, kwa sababu kuna mikutano ya kuandaa hiki, kuandaa kile, kutayarisha hiki na kile. Alafu jambo ambalo ni zuri nilosikia kwa sister jana akiniambia kwamba ukimkazania ale, anasema kwamba yuko kazini na Yesu atamkuta yuko kazini. Yesu atakapokuja mara ya pili atamkuta yuko kazini. Kwa hivi na kweli, hata kama hatujui ugonjwa wake hasa, lakini alikuwa ametoka hospitalini akielekea nyumbani ili akaendelee na kazi, kwa sababu anaona jimbo asipochapa kazi jimbo halitaenda. Na kweli ndio hivyo, kwa sababu inahitaji tu, wapendwa, mfike pale jimboni kwake Kondoa, muone jimbo lilianza juzi jinsi amelipeleka mbele tena mbali. Na ni mtu aliyeamini katika kujitegemea kwa kanisa la Afrika. Kujitegemea, sio kwenda kuombaomba kila mara huko kwenye ndege unaenda wapi, si nchi za watu wengine. Hapa mazingira ya Kondoa mnaifahamu pale kwa kweli, kwa kitu ambacho na mimi nitamkumbuka ni amekuwa mkulima, askofu mkulima wa hali ya juu, na pale anapata pesa ya kutosha ya kuweza kuendelea kwa sehemu kubwa ya jimbo lake. Mungu akijalia tutafika tu pale na mtajionea vitu alivyofanya kwa kutumia rasilimali ndogo za jimbo pale, lakini akaziendeleza na zimezaa sana. Baba huyu alikuwa mkarimu, ukipita pale kwake lazima akupe kitu, lazima, huwezi ukaondoka hapo mikono mitupu. Na kitu ambacho alikuwa nacho maarufu na kimemletea umaarufu ni utengenezaji wa divai. Licha ya kulima, analima nyanya sana na zabibu, lakini anatengeneza divai kuipatia value. Divai ukiuzia tu mtu hivi si ni matunda tu, divai ni yani zabibu ni matunda, lakini ukitengeneza
yale matunda yanageuka kuwa divai, na divai chupa moja tu labda ni shilingi 30,000, 40, 50. Kwa hiyo alikuwa anatengeneza, amenunua yale mamitungi makubwa haya ya masufuria ya mapishi ya divai, kama sinapikwaga kwanza, basi yeye alikuwa nayo amenunua ya gharama kubwa kwa ajili ya kulifanya jimbo la Kondoa liweze kujitegemea. Na mwisho niseme kwamba sisi watu wa ufufuko, watu wa imani katika ufufuko, ni kama unasema mtu amekufa mazingira mazuri, amekufa kifo chema. Kwa sababu ni juzi tu tumekuwa na Pasaka, ufufuko wa Bwana, tuko wiki la pili, na yeye akiwa njiani ameugua kwa ghafla sana, na ajabu huko kuugua kwenyewe kumemletea kwa mahututi. Hata alipofika hospitalini kule Benjamin Mkapa, madaktari, unajua, unaangalia mgonjwa unasema ni muujiza tu, ni muujiza wa Mungu utakaofanya jambo hili aweze kupona. Basi katika hayo nilivyosikia amekuwa mahututi, lakini ananieleza, naye unaona kwamba natilia mashaka kwamba ni vigumu kupona. Na jana asubuhi na mapema amekata roho. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Sio kwamba nilikuwa najaribu kueleza historia na wasifu wa marehemu Baba Mfumbusa, lakini kile kidogo ninachokifahamu, historia yake hana miaka mingi sana, lakini ni historia yake ni pana sana. Kwa hivi tunachoomba na tunarudi kwenye imani kwamba kama Bwana alikufa mara moja tu na hata kufa tena, na sisi ambao tunaishi kwa sababu ya hiyo imani katika Kristo Bwana, ambaye alikufa kwa ajili yetu, akafuta dhambi zetu zote ili apate kutuinua katika utukufu. Basi tumuombe Mungu, tumuombe huyu Yesu, yeye aliyemwamini sana, na kama hawa mitume wanavyotetea imani, walisema kitu tulichokiona na kukitomasa hatuwezi kuacha kukiongea. Basi mitume hao, na yeye akiwa kama mfuasi wa wale mitume na imani ya wale mitume, basi sisi nasi tumwombee huyu Baba Askofu marehemu, ili Mungu ampokee kwake mbinguni na kufuta dhambi zake zote, mapungufu yake yote, doa lolote alokuwa nalo, ili aweze kujiunga na watakatifu wa mbinguni. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na milele. Amina.